Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ndugu zangu katika imani na vile vile ndugu zetu wafuatiliaji wa chaneli ya Koicha Bakari Da'wa katika Jamhuri ya Kenya, na wale wanatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii wakiwa maeneo mbalimbali. Kwanza kabisa tunamhimidi na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema mbalimbali aliyotupa, ikiwa neema kubwa ni neema ya Uislamu, na pia vile vile tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kutujalia neema sisi kuwa ni wanadamu wetu wenye kutafakari. Alhamdulillah. Basi leo tuko katika mji wa Busia, Kenya, tuko mkabala na Busia, Uganda, na lengo la maksadi ya sisi kuwa hapa wallahi ni kukutana na baadhi ya ndugu zetu, marafiki zetu, tuweze kujuliana hali, kusalimiana, na pia vile vile kutafakari ni yapi ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuma nao manabii wake. Kwa hivyo kama tulivyowajuza ni kwamba kwa fuatiliaji wa channel ya Koicha Bakari Da'wa, kwa yule ambaye kwamba bado hajasubscribe aweze kusubscribe, na pia vile tunaomba waweze kushare video zetu kwa watu wengine ili wapate manufaa ya elimu ya dini. Kwa hivyo alhamdulillah, kama tulivyosema ni kwamba tuko katika mji wa Busia, na lengo na maksadi ni kutembelea ndugu zetu Owadwa Idinadi. Tunawasalimia baadhi ya ndugu zetu ambao kwamba tunawakuta pembeni mashughuli hizi. Acha nimsalimie mzee wangu, karibu hapa. Mzee, jambo. Lakini jambo. Ndio, mimi naitwa Abubakar. Unaitwa nani mzee wangu? Mimi ni Mkristo. Ndio. Naitwa John Collins Odongo. John Collins Odongo. Usaure bera inya intie yasayorita inja kanye aja ugenya kanye aja hiro sidindi jairo sidindi umera doji Islam kila ngato din mare ndio poko puonja gima nyalo neno mondo mi alok dini. Okay. Sasa wewe pengine umekaa na Waislamu katika mji, lakini hujai kueleza kuhusu Uislamu na hujai kueleza kuhusu Qur'an. Ushaikuona Qur'an? Hii ndio inaitwa Qur'an. Ninaiona lakini sijaielewa. Hujaelewa? Yeah. Okay. Umesema unashiriki na dini ya... Mimi ni Mkristo, nimeokoka. Umeokoka? Yeah. Ni vizuri sana. Mimi ni Muislamu, nampenda Yesu, nampenda Muhammad, nampenda Ibrahimu. Yaani mimi Muislamu, napenda manabii wote. Mbona hujaokoka? Sijaokoka kwa maana ninavyojua mimi kuokoka ni wakati wa mwisho. Okay. Yaani kulingana na vile nilivyosoma Biblia kidogo, nikapata kuna maandiko yananiambia hapa duniani tunafaa kujinyenyekeza na kuwa kama vitoto vidogo. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake akaita mtoto mmoja mdogo, akamwambia msipoongoka na kuwa kama vitoto vidogo hamtaingia kama katika uzima wa milele. Okay. Katika 18:1 Mathayo. Sio unafahamu andiko hilo? Naifahamu. Okay. Wewe umeokoka mwaka? Naifahamu na iamini. Hata mimi naiamini. Yeah. Na wewe umeokoka mwaka gani? 87. 87. Asante. Sasa kabla tujakwenda, singependa kwenda kwenye swala la kuokoka, lakini ningependa kwanza kujua kama wewe ushakujua Uislamu. Sijachukua muda wangu kuelewa Kiislamu, kwani nimekuwa Mkristo kwa muda hiyo yote tangu nizaliwe. Yeah. Okay. Asante. Sasa ndugu yangu, una swali yote pengine ungependa kuuliza kabla mimi sijakuuliza jambo lolote pengine? Sina swali wala muda ya kujifunza sahihi Kiislamu kwa sababu ya shughuli mbalimbali, na pia watu husoma kuelewa vitu. Si lazima ukielewa kitu utakuwa umebadilika. Unaweza kuelewa kitu na mafundisho ndani yake na una choose yenye na kusuit. Hapo mambo uliyozungumza mambo ya hekima sana. Yeah. Kidogo nakuwa wewe ni mtu ambaye kwamba unatafakari. Yeah. Na kidogo mimi ningependa kueleza kwamba Uislamu ni kama duka ya jumla ama wholesale. Kwa maana ukimtaka Muhammad utampata, ukimtaka Yesu utampata, ukimtaka Ibrahim utampata, ukimtaka Musa utampata. Kwa hivyo Uislamu ni dini ya watu, yani ni dini ambayo kwamba inaamini manabii wote. Je, wewe katika Ukristo unaamini manabii wote? Manabii wako wengi ambayo Waislamu wanaelewa, na ni wanabii sisi kama Wakristo tunawadhamini sana, kwa sababu kwa imani yetu wanazungumziwa kwa kila sehemu mbalimbali. Kwa ujumla tunasema kwamba manabii wote ni wa Mungu, na huko katika manabii wa Mungu wale ambao wa Kristo tunawapendekeza, si ati nyinyi Waislamu hamuwatambui, hamwajui. Lakini sasa inalingana imani yangu nitaijenga wapi. Nitaijenga kwa nabii yupi ambaye naelewa mafundisho yake. Asante. Na yale yenye Mungu alimtuma kutenda. Okay, sasa kidogo katika Qur'ani ningependa nikusomea andiko moja tu. Kuna mama ya Yesu alikuwa anaitwa Mariamu. Kweli si kweli?
Ni kweli. Asante. Sasa kuna kitabu kuna katika heshima ya kuheshimu kizazi cha Yesu, Qur'ani imewekwa sura nzima ambayo inaitwa Suratul Maryam. Unaona? Inaitwa Suratul Maryam. Ukisoma Qur'ani sura ya 19 aya ya kwanza, unaona? Inaitwa Suratul Maryam. Yaani kwa heshima. Hata hapa Mtume Muhammad amezaliwa na mamake anaitwa Amina, lakini hakuna Suratul Amina katika kitabu cha Qur'ani. Kuonesha kwamba Yesu, Waislamu wanamdhamini Yesu sana. Na ukisoma katika 19:16 tunasoma kidogo, inasema namtaje Mariamu kitabuni humu, alipojitenga na jamaa zake akaenda mahala upande wa mashariki wa msikiti, akaweka pazia Mariamu na akaweka pazia kujikinga nao, kampeleka muisha sheria yetu Jibril, yani malaika Gabrieli, akajimilisha kwake kwa sura ya kibinadamu aliyekamili. Mariamu akasema hakika mimi najikinga kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, aniepushe nawe. Ikiwa unamuogopa Mwenyezi Mungu, basi ondoka, nenda zako. Malaika akasema hakika mimi ni mjumbe Mwenyezi Mungu, ili nikupe mwana mtakatifu. Akasema nawezaje kupata mtoto hali hajanigusa mwanaume yote kwa njia ya halali, na wala mimi si mwanamke mwenye kuzini, yani mimi si mwanamke msharati. Malaika akasema ni kama hivyo Mariamu ulivyosema, lakini Mola wako amesema haya ni sahali kwangu, na ili tumfanye mtoto huyo ni miujiza kwa wanadamu na rehema itokayo kwetu. Kwa hivyo sisi Waislamu tunaamini kwamba Yesu alizaliwa kwa njia ya kimiujiza na ni neno la Mungu ambalo kwamba alimpelekea Mariamu. Mariamu akapata mimba pasina kuguswa na mwanaume yote. Je, nyinyi wa Kristo mnaamini hivyo? Hilo andiko tunaliamini sana. Na ndani ya wokovu ambayo tunatangaza ni mambo makuu sana katika imani ya wokovu. Asante sana, ubarikiwe. Sasa mimi kuna kitu kimoja ningependa kusaidia kidogo kabla sija kwenda kwa mwingine. Muda ambayo niko nayo ni dakika moja tu, andiko la mwisho, alafu nikuachilie, kwa maana kidogo unafurahia muda wako, na wewe ni mtu ambaye kwamba naona kidogo ni mchapakazi, mtafutaji riziki, unatafutia watoto. Unajua kutafutia watoto ni jambo la maana sana. Sasa nikamatia kidogo hii Biblia, inaitwa Biblia hiyo. Biblia hiyo. Sasa nifunge hapa kidogo nipate wasaa akukusomea. Sasa katika Biblia kuna andiko moja Yesu anazungumza na wanafunzi wake katika 19:23 Mathayo. 19:23 Mathayo. Inasema 19:23 inasema hivi. Yesu akamwambia wanafunzi wake, naanzia hapa. Yesu akamwambia wanafunzi wake ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nawaambia tena ni rahisi zaidi ngamia kupenya katika tundu la shindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Wanafunzi waliposikia walishangaa mno. Mzee sana, karibu ndugu yangu. Akamuuliza nani awezaye kufanya nini? Kuokoka, si kweli? Kwa hivyo ni kumaanisha wanafunzi wa Yesu wakati huo bado hawajafanya nini? Kulingana na maandiko hayo. Hawajaokoka, sio? Ndio wanamuuliza. Wakamuuliza, wanafunzi waliposikia walishangaa mno wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani. Yesu anawaambia kwa wanadamu. Kwa wanadamu alimaanisha nguvu ya kibinadamu. Lakini kwa Mungu inamaanisha, angeongezea haya hapo, angesema na kwa Mungu yanawezekana. Ndio nasema hivyo, sio akiongezea, inasema kwa Mungu yawezekana. Kwa nini alimaanisha duniani ama kwa wanadamu haiwezekani, kwa Mungu inawezekana? Sisi tunaamini kwamba wokovu ni wakati wa mwisho. Wakati ambapo kwamba Mungu ameweka vitu viwili katika mkono wake. Mkono wake wa kulia ameweka paradise, tunaita janna katika lugha ya Kiarabu. Mkono wake wa kushoto ameweka nar, yani moto, jahannam. Sasa wewe si kwamba Mungu utaona umeepuka na jahannam ukaingia katika pepo, yani katika janna ama katika paradise, utasema mimi nimeokoka. Ukiulizwa umeokoka kutokana na nini? Nimeokoka kutokana na kutoingia katika moto wa milele. Unaona? Kwa mfano leo wewe ni mtu dereva pengine ama tanboy, mnasafiri mnaelekea Nairobi, gari kapata ajali. Wale manusura waliopatika kuwa hai watasema Mungu alituokoa, ama tuliokoka kutokana na ajali ambapo kwamba Mungu alituokoa kutokana na hiyo ajali. Si kweli? Kweli. Kwa hivyo kuokoka ni kuepukana na jambo la hatari ama jambo fulani. Ndipo Petro akasema katika Petro wa kwanza 1:5, nikikuachilia wewe kwa ufupi. Yes. Maandiko ni mengi sana utakuwa unacholea. Ndio. Nataka
hit the nail on the head. Ndio kwa maana andiko la mwisho lina hit nail on the head. Fafanue. Sasa andiko langu la mwisho lita hit nail on the head. Ndio nataka ni waraka wa kwanza wa Petro, ni andiko la mwisho sababu kwa hiyo andiko utaniambia na chenye utajenga itakuwa unaniuliza yes or no. Yes. Na itabidi niseme yes or no. No, Sasa nakuja kwa Petro kwanza. Petro ni wa kwanza 1:5 nasema hivi. Nanyi mnalindwa na Mungu, mnalindwa na nguvu za Mungu katika njia ya imani. Sawa? Hata mpate wokovu utakaofunuliwa wakati wa mwisho. Hata mpate wokovu utakaofunuliwa wakati gani? Nasikia chenye unaongea ni wokovu wakati wa mwisho. Kumaanisha wewe unajenga ya kwamba wokovu ni wakati wa mwisho. Sio mimi, Biblia imesema. Ndio nasema. Ndio penye maandiko iko, ndio penye tusukume maongeo yetu ya kwamba wokovu ni wakati wa mwisho. Sasa nasema hapa duniani tunalindwa na Mungu kwa njia za imani, katika imani zetu Mungu anatulinda. Sawa? Mungu anatulinda katika njia ya imani. Hata tupate wokovu wakati gani? Wa mwisho. Wakati wa mwisho Mungu atakuepusha wewe katika moto uingie paradise. Utasema mimi nimefanya nini? Mokoka. Kwa maana wewe ya kesho hujui. Ya kesho unajua kweli? Sijui. Sasa inabidi hapo ukite katika imani yako sasa hivi. Alafu wakati wa mwisho Mungu afanyaje? Atakuokoa. Asante sana. Umeelewa? Kwa hivyo, kwa ufupi, tujue wokovu iko. Wokovu iko, lakini wakati wa tunapitania mambo wakati wake. Ya wakati. Lakini wokovu iko. Wokovu iko. Sasa ndugu yangu, tunaweza jifunza kitu moja hapa ya kwamba ndio wewe umeokoka ama utaokoka wakati wa mwisho. Sasa hapa duniani ni kuongoka. Ndio Yesu akasema si kuokoka. Yesu anasema katika 18:1 Mathayo, nikisoma kusomea ndiko la mwisho ndio uweze kuelewa nini nalomaanisha, sije kukuacha katika njia panda, au sio? 18:1 angalia. Saa ile wanafunzi wakamwambia Yesu wakasema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja akamweka katikati yao akasema, amin nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto vidogo kamwe hamtaona ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo kuongoka iko na kuongoka iko. Sasa inamaanisha kati ya wokovu na kuongoka gani natangulia? Kuongoka. Alafu wokovu baadaye. Kwa hivyo sasa hii mimi vile nasema nimeongoka. Na wewe? Na mimi pia nimeongoka. Sasa umeongoja kuokoka. Nakuja kuokoka. Kwa jina la nakuja sasa Qur'ani sura ya 2 aya 21. Sikiza hapa. Sikiza hapa. Qur'ani tupendane sana. Qur'ani sura ya 2 aya 21 nasema hivi. Kwa ufupi, hii studio gani? Hii inaitwa YouTube yangu, inaitwa Koech Abubakar TV. Ija kanye. Anja Kericho. Ija mnani? Kalenjin. Kipsigis. Lakini ingine ndio nani? Tumekaa nao Nakuru sana. Alafu naipenda hiyo Jaluo, naipenda. Ni watu Wajaluo, ni watu wa amani sana. Yako cha Kibiro ko si Uganda. Niko tu hapa. Sawa. Niko tu Busia hapa. Inasema hivi. Enyi YouTube channel. Enyi watu angalia. Nasema hivi. 2:21. Enyi watu mwabuduni Mwenyezi Mungu ambaye amekuumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka. Wakati gani? Wa mwisho. Kwa maana ibada mtu anabudu Mungu mpaka wakati wake pumzi yake ya mwisho. Yaani saizi wewe huwezi kusema kwa maana nimeokoka acha nimeongoka niwache kuabudu. Endekana uabudu mpaka pumzi yako ya nini? Ya mwisho. Basi ndio Mungu naye ukimfurahisha Mungu katika matendo yako utafanya nini? Utaokoka. Kitu tuelewane na hii. Kitu tuelewane niko ujue ya kwamba kulingana na imani yako ya dini ya Kiislamu na imani yangu ya dini ya Kristo kuna kitu inaitwa wokovu. Wokovu upo. Hiyo tumeelewana kabisa. Ndio. Na mafundisho ya dini tunaelewana ya kwamba iko Mungu. Hiyo ukiona mtu anapinga, hata nafikiria hata Wahindi wanajua iko Mungu. Ndio. Hakuna mwenye ajui iko Mungu. Pole. Tofauti yenye tuko nayo ndio ni either sehemu ya ibada. Ndio. Vile tumeitenga. Ndio. Lakini heshima kwa neno la Mungu. Lazima. Mimi kama Mkristo na bado nitakuwa Mkristo. Ndio. Nyinyi ni mandugu zetu. Hakuna shida. Soma Bible.
Biblia ukisoma kuanzia mwanzo mafundisho yote yenye kwa Old Testament nyi wa Kristo nyi wa Islamu mmeinua sana kuliko mafundisho yenye Agano Jipya. Sasa tofauti yenye tuko nayo ni moja ya kwamba ni muda gani mtu chenye ameelewa inamsaidia. Ndio. Kwa sababu kuelewa Kristo yangu na ikose kunisaidia haitafanya niongee mbele ya Muislamu. Kweli. Sababu na imani yenye ninayo hainisaidii mimi. Songa tu hapa. Imani yenye ninayo hainisaidii mimi. Hata mtu akiniona haijanisaidia sitamwambia chochote kwa sababu ataniona kama na upuzi tu. Kweli ndugu yangu. Kwa hivyo chenye mimi ninafurahi na wewe nikachukua muda yangu ijapokuwa niko busy ni ya kwamba ni Mungu tu unatukuza kwa maongenyo tumeongea hapa. Kabisa. Na najua ya kwamba watu wawe hivyo. Kweli kabisa. Kwa sababu siku ya leo hii ni siku ya Pasaka. Na hii wiki ya Pasaka. Ndio. Wakristo wamefunga na Waislamu wamefunga. Basi mtu ajiulize kwa nini? Sinuhuso tu ya Mungu watu wanaelekeza. Hizi kama shule, tuna shule na waweze pea jina moja, shule zote zipewe township, Busia township. Kuna wengine itakuwa si ya township, lakini ni ibada kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kitu yenye mimi najifunza sasa hii kwa muda mchache yenye niko nayo ni moja kwamba nielewe Kikristo ni nini na nielewe Kiislamu ni nini. Ni apply mahali penye inanisaidia nini. Asante. Sasa kwa hivyo tuendelee kidogo ama bado uko na shughuli? Niko na wenzangu pia wana kitu inawauma hii YouTube yako iwe na manufaa. Lazima usikie huyu pia. Ndugu yangu hujambo? Jambo mimi. Ndio, kwa majina mimi naitwa Ustadh Abubakar Koech kutoka katika mji wa Nakuru. Mimi naitwa John Michael Wandera. Ni mzaliwa hapa Busia. Mimi nimeshiriki na Waislamu, nimeshiriki na Wakristo, mimi nimewajua. Na naelewa Qur'ani, naelewa Biblia. Mimi kile ambacho najua yule ambaye tunamtukuza kila siku ni Mwenyezi Mungu. Yule ambaye anatupa uhai ni Mwenyezi Mungu. Kwa jambo lolote kile ambacho tunafanya ukimweka mbele ni Mwenyezi Mungu. Yeye ndo mwenye uwezo na mamlaka. Hamna mwingine ila ni yeye. Yeye tutakapomtukuza, tutakapomwambia, tutakapomuomba atatupa. Kwa kila jambo, kwa kila uwezo ni yeye. Asante. Ndugu Wandera, nimefurahi kwa mazungumzo yako kidogo na kwa maana nikasema kidogo tuzungumze pamoja. Umesema unashiriki na kanisa gani sasa hivi? Mimi sasa hizi Mkristo mimi. Wewe Mkristo? Yeah. Asante sana. Bwana Wandera, mimi ningependa kuna kitu kimoja ningependa tumezungumza na ndugu yangu na kuna tofauti kidogo pengine tutafautiana mimi sisi Waislamu na Wakristo. Japokuwa Qur'ani sura ya 5 aya 82 imeripoti ya kwamba utapata ya kusomea kidogo hapa. 582 inasema hapa 82 tunaanzia hapa. Na utawaona walio karibu na urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Kwa hivyo utawaona walio karibu na urafiki na Waislamu ni wale wanasema wao ni kina nani? Wakristo kama sisi. Kwa hivyo nyinyi Wakristo na Waislamu ni nini? Ni kitu kimoja. Marafiki. Marafiki na ni kitu kimoja. Sasa mimi nakuja kitu kimoja. Kuna kitu kimoja ambapo kwamba mimi pengine kidogo inawatoa Wakristo kwenye mstari ama kwenye laini. Je, wewe unaamini Mungu ni wangapi? Mungu ni mmoja. Je, hauamini Mungu yuko katika nafsi tatu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho? Kwa ajili ya kubatizwa. Anauliza wachana na sala kubatiza. Unaamini kuna Mungu katika utatu au Mungu ni nafsi moja? Mungu ni wa utatu. Watatu, unaona? Na sisi tunaamini Mungu ni mmoja, ana nafsi tatu na nafsi moja, sawa Hata mimi najua ni mmoja. Hata unajua ni mmoja. Unaitwa nani? Naitwa Geoffrey. Je, ni Mungu watatu au mmoja? Wanakuwa moja. Ni mmoja. Mmoja tu. Asante. Hata sisi Waislamu tunasema ni mmoja, lakini ndugu yangu amesema Mungu yuko katika nafsi. Kwa Waislamu inakuwa mmoja. Sasa wote ngoja kidogo na malizana huyu. Kwa hiyo umesema kuna utatu mtakatifu katika ubatizo wa Ukristo. Sasa ngoja kidogo. Wewe umebatizwa na maji au umebatizwa na nini? Nilibatizwa kwa maji. Kwa maji. Wewe ubatizo wa maji ni ubatizo wa Yesu ama wa Yohana? Ulikuwa wa Yohana. Asante sana. Ulikuwa wa Yohana, sasa bado tunauiga tu mpaka sasa hivi. Sasa ngoja kidogo. Sasa 3:11 kitabu cha Mathayo. Tusoma 3:11 Mathayo.
Sasa naona 3:11 Mathayo anasema hivi, sikiza ndugu yangu. Yohana anasema kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ambaye kwamba ni Yesu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Kwa hivyo ubatizo wa Yesu si wa maji, na wa Roho Mtakatifu na nini? Wa maji. Wa moto. Roho Mtakatifu na nini? Na moto. Na moto. Unaona eh? Kwa hivyo ulibatizwa ubatizo wa Yohana ambao kwamba uliishwa na wakati. Kwa maana ubatizo wa Yesu ni Roho Mtakatifu na nini? Wa moto. Yaani Roho Mtakatifu na moto ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Haubatizwi kwa maji, unabatizwa kwa neno la Mwenyezi Mungu. Kwa mfano sisi kutaka kusilimu, unasilimishwa. Kusilimu maana yake unataja ashhadu alla ilaha illa Allah. Nashuhudia kwamba hapana Mungu anayestahili kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja. Wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Nashuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Mungu. Wa Isa rasulullah, na Yesu pia ni mtume wa Mungu. Hiyo ni ubatizo ambao kwamba Waislamu wanabatizwa nao, ubatizo wa roho na moto. Unaona? Kwa hivyo wale batizwa na maji, hiyo yako inafaa urudiwe tena ubatizo kwa Roho Mtakatifu na nini? Ya roho. Roho. Ya roho. Wewe unakuwa roho na nini? Usimlazimishe Mungu. Ngoja kidogo. Ya roho ya Mungu. Mimi mwenyewe. Ngoja kidogo. Mungu ni moja. Ndugu yangu ni nani kwanza? Peter. Peter nani? Toko. Ndugu yangu tulia. Yaani hapa una uhuru wako wa kufanya jambo lolote hapa, si kwamba ufuate vile nataka mimi, hapana. Ndio kwa maana ndugu yangu Peter, unashiriki na kanisa gani? Catholic. Wewe ni Mkatoliki? Asante sana. Mimi hapo awali familia yangu wengi, nusu ya familia yangu ni Wakatoliki. Unaona? Lakini kuna jambo moja limenisajabisha. Nikiingia pale katika nyumba ya mama yangu pale, mamangu mdogo, nikiingia tu kwenye nyumba, basi kuna meza pale meza kuna sanamu za sampuli. Kuna sanamu ya Yosefu amemshika Yesu mkono, kuna sanamu ya Maria amembeba Yesu, kuna sanamu Yesu mwenyewe kapigilia juu ya mti, juu ya msalaba. Unaona bana? Alafu akiingia pale anapiga magoti, anasema kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Wewe na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa hivi na sasa kufanyaje? Sasa kufae kwetu. Amina. Ubarikiwe. Sasa ndugu yangu, tutumie tu akili yetu ya kuzaliwa na Mungu, alitupatia akili yetu. Kati ya Maria na Mungu, nani kiumbe cha mwingine? Ni Mungu, Yesu. Kati ya Maria na Mungu, nani kiumbe wa mwingine? Maria. Oh, barikiwe. Maria ni kiumbe cha nani? Cha Mungu. Oh, sio mama ya nani? Sio mama ya Mungu. Wewe utakaposikia mtu anasema Maria mama ya Mungu, amekosea nani? Hajamkosea Mungu, kwa maana alizaa roho kupitia kwa unafsi wa Mungu. Swala la kuzaa kupitia neno la Mungu halina wasiwasi wote. Mwenyezi Mungu akitaka hata wewe leo upate mtoto na mweni mwanaume utapata kwa uwezo wake. Kwa hivyo Mungu alipatia Maria mimba kwa uwezo ambao kwamba Mungu alitaka mwenyewe. Alisema tu kwa neno. Kwa mfano Mungu alisema iwe nuru, ikawa nini? Ikawa nuru. Mungu akasema Maria mpata mimba, Maria akapata nini? Akapata mimba. Bila mwanaume kufanya nini? Kulala na yeye. Kwa hivyo Maria bado hata kama amepata mtoto na neno la Mungu bado anakuwa yeye ni kiumbe cha nani? Cha Mungu. Sio mama ya nani? Mungu. Ndio unaona hapo kuna kosa la kwanza, mimi nikafanya nikarudi nyuma kidogo. Dada ujambo? Asante, karibu sana, karibu. Unaona sasa atakuja tu. Kwa hivyo unaona ndugu yangu, hiyo ni kosa la kwanza ambapo kwamba tumelipata. Unajua kama kosa lipo, ikubaliwe kosa lipo. Ngoja inakuja. Kwa maana huwezi kumpa Mungu mama. Mungu ni muumbaji. Mungu ni Halik. Muumbaji. Halik ni katika lugha ya Kiarabu. Halik, Mungu kazi yake ni kuumba. Maria alipata mimba, true spirit. Asante. Deni akazaa mwana wa Mungu, which is ni Yesu. Asante. Na Yesu akakuja kututoa kwa maovu. Ni kweli. Na kuombea sisi wakosefu. Na Maria alibarikiwa kuliko wanawake wote. Sababu gani? Asante sana. Alibarikiwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Very good. Huyo Maria alipokea baraka kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kwa maana yeye ni kiumbe cha nani? Cha Mwenyezi Mungu. Sio mama ya nani? Sio mama Mungu. Lakini mama ya Yesu Kristo. Asante, very good. Mama ya Yesu Kristo. Kweli si kweli? Ni kweli. Kwa hivyo hawezi kuwa mama ya nani? Wa Mungu. Kweli. Hapo sasa tumerekebisha. Maria ni mama yake Yesu, si mama ya nani? Sio mama Mungu. Hapo ni sawa. Hapo tumerekebisha, tuko sawa sasa. Na mimi nikasema kama kosa ipo tukubali, kwa maana kuna mambo mengi tunataka tuangalie. Katika kanisa Katoliki
Kuna sanamu ya Yesu, Ndio. sanamu ya Yusufu, Ndio. sanamu ya Maria. Ndio. Sasa Biblia, tusome Biblia kidogo hapa. Alafu rudi kwa ndugu yangu naye pale ameshtuka, kumbe hajaokoka, kumbe hajabatizwa. Nasema hivi kitabu cha Kutoka 21 nasema hivi, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Unaona, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya nchi. Usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa hivyo unasikia hapo Mungu anasema usijifanyie sanamu ya nini? Ya kujitengenezea. Asante. Kwa mfano, msubiri kidogo tu, alafu unasema kwa mfano Mungu amekukataza na kwambia usifanye jambo fulani. Ndio. Kisha wewe ukafanya. Mungu anafurahia? Hapana. Kwa mfano Mungu amesema usitengeneze sanamu na wewe ukatengeneza sanamu. Mungu anafurahia kweli? Hapana. Asante. Na nyinyi katika sehemu ya ibada ambapo kwamba ni sehemu ya kumwabudu Mungu, mmeweka nini kule? Ndio, hatujaweka sanamu, tuliweka tu kwa hali ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu. So kwa kuwa tuabudu mifano, kwa tuabudu hizo sanamu, tunamwabudu Mwenyezi Mungu. Yule tunayeabudu ni wewe, ndio unayemwabudu na sisi. Ndio mimi nakuja. Ni wewe tu mmoja. Asante, mimi nakubaliana na wewe, lakini kitu cha kwanza Mungu akikataza jambo, unafaa kuliwacha ama kulifanya? Kuliwacha. Kuliwacha. Na Mungu amesema usifanye nini? Usiabudu, usichonge. Hajasema usiabudu, usichonge sanamu ya namna yoyote. Yaani hiyo sanamu kachonga ukaweka katika nyumba ya nini? Ya Mwenyezi Mungu. Sasa na nyinyi mmechukua sanamu ukaweka katika nyumba ya nani? Japokuwa muabudu kama unavyosema muabudu, lakini mmechonga sanamu ukaweka ndani ya nini? Ya Mwenyezi, kwa nyumba ya Mungu. Kwa hivyo Mungu anakasirika, kasiriki. Anakasirika ndio, lakini hatuabudu hizo masanamu. Mimi nakubaliana na wewe. Sasa hapa mimi tumetoka huko kwa kuabudu. Lakini hiyo sanamu imewekwa katika nyumba ya nini? Ya Mungu. Na Mungu amekataza isichongwe nini? Sanamu. Kwa hivyo unaona Mungu amekataza. Alafu unajua unaposema muabudu hiyo sanamu, mimi nimeshuhudia mamangu akipigia magoti sanamu ile akisema, salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, barikiwa kuliko wanawake wote, wewe na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Kweli si kweli? Ni kweli. Unaona ndio. Unaabudu paka wengine paka wanaabudu. Nataka nikuulize swali. Uliza. Kwenye kanisa lenyu msikiti, ukiingia katika hiyo mlango, kwa mnasujudu ama hapana? Tunasujudu ndani, tusujudu nje mlango. Ukiingia lazima upatie hiyo nyumba heshima yake. Sasa sisi hatusujudu, lakini ukiingia ndani unasujudu. Ndio. Alafu deni hiyo masanamu kwa watu hatuabudu. Sisi tunaomba Mwenyezi Mungu kama vile umesema, kwa mfano salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake. Sasa hiyo unaomba yule Mwenyezi Mungu, mama Maria akuonee huruma kwa yale yote uliyofanya tangu hii wiki anze mpaka vile umeenda Mimi nakuja. Maria, subiri kidogo, dakika moja tu. Yes. Maria yuko hai? Hayuko hai. Amefanyaje? Ndio alikufa. Je, unaweza kuomba maiti akusaidie? Hapana. Maria hata kifo chake mimi na wewe hatukuwahi jua, bila aliyekufa na vile alienda hatujaijua. Nakuja sasa. Maria, subiri, Maria alikufa na kazikwa kama vile hebu tulie kidogo, kama vile watu wengine wanazikwa, sawa sawa. Maria alikuwa binadamu kama mimi na wewe, lakini Mungu alimneemesha kupata mimba kwa uweza wa neno la Mwenyezi Mungu, si kweli? Ndio. Na Mungu alitaka kuonyesha Waisraeli miujiza, kwa maana Waisraeli walikuwa ni watu wenye vipaji gumu. Ndio. Musa alifanya ishara nyingi mbele ya macho yao, lakini walipovuka katika bahari Hindi, Musa alipokuwa kuchukua sheria 10, alipata Waisraeli wanafanya nini? Wanasujudu sanamu. Wanasujudia nini? Sanamu. Na Mungu amekataza nini? Sanamu. Kwa hivyo wewe utasujudia sanamu ya Maria, utakuwa ni mfano wa kina nani? Israeli. Wewe unanichanganya baba. Sijakuchanganya. Mfano wa Israeli. Mfano wa Israeli. Sasa tusitoke huko. Ndio. Katika kanisa la Jumapili ambalo kwa linaitwa kanisa la Wakristo. Hiyo inaitwaje? Katoliki. Mnakunywa divai? Ndio. Divai mnakunywa? Ndio. Asante. Na mwili wa Yesu? Ndio. Mnakula? Ndio. Asante. Hii divai huwa ni damu ya Yesu ama si damu ya Yesu? Damu ya Yesu. Na mwili wa Yesu pia mnakula? Ndio. Kwa mfano umekuja pale kwenye hoteli pale, unataka kwenda kunywa chai, kisha ukapata kuna watu wako juu ya meza, kila mmoja kuna glasi na glasi iko na damu ndani. Kisha upande wa pili kuna sahani na sahani yenyewe ina nyama. Wakolia, jamani, hapa bana hoteli hii mnapika nini? Akasema hapa kuna kinywaji cha damu cha watu na kuna nyama ya watu. Utakaa hapo? Hasitakaa hapo. Lakini sasa unataka wewe unakula nyama ya nani?
ya mnyama. ya Mwenyezi Mungu. Unakula